Ile kauli ya kipaumbele cha kwanza ni elimu, kipaumbele cha pili ni elimu na kipaumbele cha tatu ni elimu inaendelea kutekelezeka kwa vitendo katika jimbo la Masasi mjini, na hii ni baada ya kushuhudia tarehe 24 ya mwezi wa 7 ya mwaka 2026 Mheshimiwa Daktari Leonard Akwilapo, mbunge wa jimbo la Masasi mjini, akigawa vitabu bure kwa wanafunzi wa kidato cha 5 na cha 6 waliopo katika jimbo la Masasi mjini kutoka shule ya sekondari ya Temeke, shule ya sekondari ya wasichana Masasi pamoja na shule ya sekondari ya Mtapika, vitabu 1050 vyenye thamani ya takriban shilingi milioni 67 na laki 725,000 kwa ujumla wake. Sambamba na zoezi hilo la ugawaji wa vitabu, Daktari Leonard Akwilapo akiwa katika shule hizo alipata nafasi ya kuweza kusikiliza baadhi ya changamoto ambazo zimekuwa zikizikabili shule hizo, na kwa nafasi yake kuahidi kuweza kuzitekeleza zilizopo ndani ya uwezo wake, na zile changamoto ambazo ziko nje ya uwezo wake kwa sasa ameahidi kwenda kuzitafutia ufumbuzi. Mimi naitwa Blenga na hii ni Fadhila Media. Twende tukatazame hafla ya ugawaji wa vitabu katika shule za sekondari hapa Masasi mjini. Mheshimiwa Mbunge, kwanza nikupongeze kwa kutenga muda na kuja kutuletea vitabu hivi ambavyo vinaenda kukuza taaluma. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Mheshimiwa, kama unafahamu, tulianza ziara katika kuhimizana wazazi pamoja na wanafunzi umuhimu wa kujali masomo, na ninaamini walikuwa na uhaba wa vitabu hapa, lakini leo umetuletea vitabu hivi. Ninaamini wanafunzi hao watavipokea na walimu wataenda kuvitumia vipasavyo. Mheshimiwa Mbunge, mimi kiupekee sana naomba nichukue nafasi kuendelea kukushukuru wewe na kukupongeza sana kwa kazi kubwa unayoendelea kuifanya ya kumsaidia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mbunge, mimi niendelee kukushukuru na kukupongeza. Hichi unachokifanya ni uwekezaji mkubwa sana ndani ya jamii yetu, lakini hasa kwetu sisi vijana. Mimi binafsi natambua changamoto mbalimbali ambazo wanafunzi wanazozipitia, hasa pale vitabu visipotosheleza ama baadhi ya vitabu vinapokosekana. Usomaji wao unakuwa changamoto sana. Lakini wewe kwa kuweza kugundua namna pekee kuweza kumsaidia mtoto wa Kitanzania ni kuwekeza kwenye elimu. Na ndio maana wewe ndani ya jimbo lako la Masasi mji kipaumbele chako cha kwanza ni elimu, cha pili elimu, cha tatu ni elimu. Mpigeni makofi ndugu zangu. Mimi niendelee kukuambia Mheshimiwa Mbunge, hichi unachokifanya ni mbegu ambayo unayoipanda kesho na kesho kutwa, matunda yake hayatokuwa Masasi pekee, bali yataenda kuakisi ndani ya nchi yote kwa ujumla. Binafsi naona ni kitu cha, naweza nikasema ni kitu cha pekee sana au kitu cha ajabu sana kwa Mheshimiwa Mbunge, waziri kuja kukaa na wanafunzi wetu halafu uwape vitabu, yani wagawie vitabu vya thamani kubwa kama hii milioni 67. Ni kitu cha kumshukuru Mungu sana, lakini pia ni kumuombea sana sana sana. Ni kitu kikubwa sana kwetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, umefanya kitu kikubwa sana. Inawezekana wewe unaona kama ni kitu kidogo sana, lakini ni kikubwa sana kwetu. Tunakushukuru sana sana sana. Lakini pia form 1 mpaka form 4 mnaona nini kinaendelea, si ndio? Ndio. Tusome. Mheshimiwa Mbunge anataka sana elimu yetu. Zawadi hii anayotupatia anaitoa kwa jamii nzima. Akikuelimisha wewe unaenda kuelimisha ndugu zako kijijini kule, si ndio? Kwa hiyo tutulie, tusome, tujifunze, tutulie madarasani kabisa. Ujue ni elimu tu inaweza kumfanya mtoto wa maskini kabisa akaja kuwa hata kiongozi mkubwa sana katika nchi. Ni nini? Ni elimu. Someni kwa bidii, tunawataka baadaye mje kuwa viongozi bora,
Kwanza muwe wafanyakazi bora, watumishi bora katika sekta mbalimbali katika nchi yetu. Tuna madaktari hapa, tuna wanasheria hapa, hatujawajua bado, lakini tutawajua baadaye, sio? Kuna mmeshaambia kuna madiwani hapa, kuna wabunge hapa, labda marais ndio tunakuja huko ngazi zote, kada zote, yani sehemu yote ambayo ina ajira kuna wafanyabiashara humu, na tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu mfanikiwe katika ndoto zenu. Mfanye bidii, muda wenu muutumie vizuri, muwe na nidhamu, kwa sababu hata uwe na bidii ya kusoma, kama una nidhamu huwezi kufanikiwa katika maisha yako ya kielimu. Muwe na nidhamu, muwaheshimu wazazi, muwaheshimu walimu, muwaheshimu wanafunzi wenzenu, muwaheshimu watu wengine barabarani huko, hata nyewe kwa wenyewe, na we mwenyewe ujiheshimu, ujitunze. Kama ujitunze, manake utunze afya yako, utunze maadili yako, uonekane mtu nadhifu, uwe mwanafunzi bora. Tunawaasa hivyo, muwe namna hiyo. Tuko pamoja? Ndio. Sawa sawa. Na sisi pia tulikuwa tunaambiwa hivyo wakati tunasoma, na tulisikiliza na tukawa makini, tukasikiliza tunayoambiwa, tukakaa vizuri mpaka tulifika huko. Mheshimiwa Rais kila siku anatukumbusha, tukikutana na nyinyi tuwaambie. Yeye anatilia sana mkazo mambo ya elimu. Na ndio maana alipoingia tu ile mtaala wa elimu ulibadilishwa. Sasa tuna mtaala wa amali ambao unatokana na sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Liko mle ndani linasisitiza wanafunzi wapewe elimu sio tu ya maarifa, lakini vile vile ya ujuzi mbalimbali. Bila shaka katika siku chache zijazo mtaona katika shule hii pia mtaletewa mambo ya kujifunza ufundi mbalimbali. Na ufundi huu ni pamoja vile vile na wale wanaojua kucheza mpira wa miguu, tunakuza vipaji vyao. Wanasoka mpo hapa? Mpo wanasoka? Ndio. Tutawaletea mpira pia mcheze. Wanasoka. Najua na wanatubodi watadai, na wao tutawatafutia. Sawa sawa. Niaba ya wanafunzi wote wa Temeke Masasi kutoa shukrani zetu za dhati za kusaidia kutuzawadia na kutuletea vitabu hivi. Ni jambo la kuwa na upendo. Kwa ulitupenda, ukaamua kutuzawadia zawadi hizi bila hata kukuomba. Kwa kama mzazi, kama mbunge na kama kiongozi wetu, sisi shule ya Temeke Masasi nzima tunatoa shukrani zetu za dhati. Kwanza niwapongeze nyote nyinyi kwa fursa mlioipata kuja kusoma. Tena kuja kusoma shule hii ya Masasi Girls. Ni shule nzuri. Ninawapongezeni sana na ninaamini hii nafasi mlioipata mtaiheshimu na mtaitendea haki na mtafanya vizuri katika masomo yenu. Tumeambiwa hapa mna nidhamu kweli nyinyi. Sasa tunasisitiza na mimi muwe na nidhamu ya hali ya juu katika masomo yenu. Lakini nyinyi wenyewe pia mjitunze. Sisi tunawapenda nyinyi. Mje kwa watu wazima kama sisi. Na siku kwa tumekaa hivyo hivyo. Sawa? Sasa tunafuta 3. Alafu tutafuta na 2. Tuko pamoja? Kama mkiifuta na 2 mwaka huu, mtakuja na zawadi moja kubwa sana hapa.